Wallahi ni wenye kibri peke yake ndo hawatarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye masiku kama haya. Ni alokuwa amejawa na maasi peke yake ndani ya moyo ndo ataacha masiku kama haya yapite kama siku za kawaida. Wallahi si siku za kawaida. Maudhui ya hotuba yetu ya leo, ndugu zangu Waislamu, ni maandalizi ya siku 10 tukufu. Maandalizi ya siku 10 tukufu ambazo kwamba Allah ameapa nazo kwenye Qur'an. Wal fajri wa layali al-ashr. Wal fajri wa layali al-ashr. Hizi siku ambazo kwamba zitakuja kutoka tarehe 1 Dhulhijja mpaka tarehe 10 Yawm an-Nahr. Hakuna siku tukufu duniani katika kalenda ya Waislamu yote ya siku 360 ama na 55, siku 355, hakuna masiku yaliokuwa matukufu katika siku zile kushinda hizi siku 10. Zimeshinda paka utukufu wa 10 la mwisho, 10 la mwisho la Ramadhan. Si maneno yangu bali ni maneno ya ulama. 10 la mwisho la Ramadhan lina utukufu kwa sababu lile 10 la mwisho twazengea, twatafuta Lailatul Qadr. Hatujui itakuwa kwa ni siku gani, ndio maana twanyanyuka usiku twatafuta Lailatul Qadr. Siku ile kwa tukufu zaidi katika siku 10 la mwisho ni ule usiku wa Lailatul Qadr. Lakini haya masiku 10 na Lailatul Qadr ni tukufu usiku peke yake, mchana wake hauna utukufu wote, ni siku katika masiku ya shahra Ramadhan. Lakini haya masiku 10 ya Dhulhijja ni matukufu mchana wake na usiku wake. Kivipi? Kwa sababu Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, ma min a'malin ahabbu ila Allah, ma min ayamin al-amalu salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr, ambao kwamba ni ayam Dhulhijja. Asema hakuna masiku ambao kwamba amali njema yapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kushinda amali njema katika hizi siku 10, kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 10, mpaka ile siku ya Idi. Masahaba ridwanullahi alayhim walivyosikia maneno kama haya wakawa ni wenye kushangaa, wakamuuliza Mtume, Rasulullah, amali zote? Rasul akamwambia amali zote. Wakamwambia hata jihad fi sabilillah, mpaka jihad kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana jihad yajulikaniwa, jihad ni dhurratu sanam al-Islam, yani hakuna kama jihad katika dini ya Kiislamu. Kwa hivyo ya Rasulullah, hata jihad fi sabilillah? Akamwambia hata jihad fi sabilillah, yani wewe amali njema utakayofanya kwenye haya masiku 10 ni bora kumshinda mtu ambaye kwamba ankwenda zake jihad. Kisha Rasul akamwambia illa, isipokuwa yule ambaye kwamba atakwenda zake jihad, atoke yeye na mali yake na asirudi na chochote. Bimaana atoke yeye na mali yake, ni farasi ngawira, vile vita pia yeye amevifinance, na asirudi, farasi wake auawe na yeye pia auawe kule. Huyo peke yake ndo atakuwa kwa, labda sisi hatujamfikia. Lakini wengine wowote, lau wewe washikamana na haya masiku 10 ukafanya amali njema katika amali njema zozote zile, wewe ni bora kushinda yule ambaye kwamba amekwenda vita vya jihad. Ndio maana tunasema sisi kwa nini tumeizungumzia na ni maudhui, kwa sababu kwanza haya masiku hayaji ila mara moja katika mwaka. Haya masiku hatujui kama sisi tutakwepo mwakani. Kwa hivyo ni mwanadamu ajitahidi sasa, ajipinde sasa, afanye bidii aweze kufanya kadri ya uwezo wake katika muda kama huu. Tena subhanallah, ni katika masiku peke yake ambao kwamba zachanganyika ibada zote ambazo kwamba ziko katika arkana al-Islam. Haya masiku 10
imechanganya ibada zote ambazo kwamba ziko katika arkana alislam. Ukiwa wewe umefunga kubwa utaswali tu, lakini kama muda wako wa kutoa zaka masadaka hujafika hautafanya. Lakini kwenye Dhulhijja tukisema amalu salih, sadaka inaingia, zaka yako yaingia, waweza funga, ukainuka usiku ukaswali swala zako za mchana, baadia, qablia, dhuha, na usiku ukainuka qiyamul layl ukafunga, ukawa mja mwema kwa Waislamu wenzako. Ni amali gani ambayo kwamba ni nzuri zaidi Mwenyezi Mungu yoipenda? Wewe kumtendea Muislamu mwenzako uzuri. Kumtendea Muislamu mwenzako uzuri ni katika matendo mema ambayo kwamba yapendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukiyafanya kwenye muda kama huu, una thawabu zaidi ya kwenda jihad. Kwa hivyo ikhwatal afadhil, wengi wetu hapa alhamdulillah rabbil alamin sisi ni vijana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia vijana ni watu ambao kwamba wana ari, ni watu ambao kwamba wana shauku, wana uwezo, wana nguvu. Muda huu usiwapite bure, kwa sababu wallahi mwanadamu hajui ajali yake itafika lini. Angalieni kwenye WhatsApp yenu, mtakuta vijana wadogo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanatangulia mbele ya haki, wanatuondokea duniani. Mimi na wewe hatujui tutaishi kwa muda kiasi gani, hatujui siku yetu ni lini. Malakal maut hatoi taarifa, malakal maut habishi hodi, malakal maut hata ukafunga milango na madirisha yopita na kuta kuja kuichukua roho ambayo kwamba ishaandikiwa. So mimi na wewe kazi yetu ni kutanguliza amali njema, hasatan kwenye masiku kama haya tuloyazungumza biidhnillahil karim. Masiku haya yaanza lini? Tumesema tarehe 1 Dhulhijja, kulikuwa mujibu wa mwezi biidhnillahil karim kuonekana. Na katika hizi siku 10 kuna siku bora. Safari hii haikufichwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali ameiweka wazi, na ni yaum Arafa, ni siku ya Arafa, siku ya pekee katika masiku yote katika mwaka, ambao kwamba yadnu rabbina ila samai dunya, Mwenyezi Mungu yashuka paka mbingu ya kwanza. Mwenyezi Mungu kawaida yashuka paka mbingu ya kwanza usiku peke yake, isipokuwa yaum Arafa, ama ule usiku wa Arafa ambao asubuhi yake ni Arafa. Mwenyezi Mungu usiku ule yashuka paka ila samai dunya, kisha yauliza masahaba na si ati yauliza malaika na si ati kwa kuwa yeye hajui, limadha ijtamaa haulai fi hadha almakan, kwa nini wamekusanyika hawa kwenye hii sehemu? Kina Jibril na malaika wengine waambie, ya Allah, wamekusanyika kujitakasa na wewe, wamekusanyika kukuomba wewe msamaha, wamekusanyika kukusifu wewe, kukuomba wewe, kukuomba maghfira, kujitakasa na madhambi yao. Hawakuja hapa ila kutaka kukupwekesha wewe ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikiwaambia ni ibada, kwenye ndani yake kuna ibada ya haji. Ibada ya haji imesimamisha nguzo za Uislamu. Hakuna mahali la ilaha illa Allah yafanya kazi kama katika muda wa haji. Ile labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, imefanana na kilima chetu cha tauhid. Manake pale wampokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada yeye peke yake, pasi na kumtambua Mungu yoyote mwingine. Iko talafadhi masahaba ridwanullah alayhim, sisi ambao kwamba najua saa zingine nikisema hivi mwanadamu, sisi ambao kwamba tuishi kwenye hizi zama za fitna, zama za fitna, zama mitandao imechafuka katika kutupotezea vijana wetu, mitandao imechafuka paka yapoteza wazee wetu, mitandao ndio imekuwa kwa yatuongoza siku hizi, badilia sisi iwe tutaweza kuchagua, lakini paka sinema. Yani sisi leo mwenye kuishi kwenye zama kama hizi amewajihiwa na fitna kwenye pande zote, si TV, si redio, si simu, si kompyuta,
Maana hata ukiwa kwenye kompyuta wewe wafanya kazi zako zamana, madamu uko kwenye internet, kuna vitu vinaitwa pop-ups za mambo za ajabu ajabu ambazo kwamba yatokea. Waweza kuwa wewe wallahi wasikiza mawaidha, ukatokea pop-up ya mambo ya maajabu ambao wewe hukuyatafuta wala hujagusa, lakini ni vitu ambavyo kwamba viko kwenye mtandao. Kwa kiasi hicho dunia imeharibika. Tufanyeje? Wallahi sikizeni Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema nini, yaambia nini maswahaba ridwanullah alayhi. Yani Mtume amefahamu na alijua, na Mwenyezi Mungu amempa taarifa kama hii, siku hizi namna zitakavyokuwa zina shida. Asema subra, asema subra ya wale ambao kwamba wataishi kwenye nyakati kama hizi, nyakati ambazo kwamba ndani yake kumekithiri fitna. Msikize Rasul sallallahu alaihi wasallam asema nini, aambia nini maswahaba. Rasul asema inna min waraikum zamanu sabr. Asema ama kwa hakika, aambia maswahaba, nyuma yenu nyinyi kutakuja siku za subra. Siku za subra vipi ya Rasulullah? Asema zamanu sabr limutamassiki fihi ajr 50 shahidan minkum. Kwa yule ambaye kwamba katika hizi siku za subra atakayeshikamana na subra na dini yake kwenye masiku kama hayo ya fitna, ana thawabu za mashahidi 50 minkum, katika nyinyi. Maswahaba kashtuka, mashahidi 50 minna ya Rasulullah au minhum, mashahidi 50 kwetu sisi maswahaba ama wao ya Rasulullah? Akaombea minkum, mashahidi 50 nyinyi. Yani wewe na subra yako ya muda kama huu, fitna ambazo kwamba zimetuzonga, fitna ambazo kwamba ziko kwenye sehemu zote, wewe kushikamana na Uislamu. Tuko kwenye zama ambazo kwamba zile Rasul alisema sayaudu islamu jadidan, bada alislamu jadidan wa sayaudu jadidan tuba lilghuraba. Uislamu utarudi, Uislamu umekuja ni dini geni sasa, na utarudi kuja uwe ni dini geni. Tuba lilghuraba, ufanisi ni kwa wale ambao kwamba hawataogopa kuonekana wao ni wageni kwenye ardhi ambao kwamba watu wanaishi kama ambaye wameizoea na kama ambaye maisha duniani ndio maisha ya milele. Utakuwa mgeni vipi? Kwa sababu wewe hautakubali kushikamana na watu kuingia katika uovu. Leo zina, uliwati, ulevi, urongo, wizi, dhulma na maasi yote mengine yanafanyiwa diaya, yanafanyiwa advertisement, yanafanyiwa advertisement. Twahimizwa tuyafanye, na kuna sehemu kendo ukifanya wapawa pesa kufanya hivyo vitu. Zama ambazo kwamba kushika dini ni kama umeshika kaa la moto, jamra. Leo kushika dini ni kama umeshika kaa la moto. Mtoto wa kike leo kuvaa hijabu ya kisawasawa ile inayotakaniwa, aonekaniwa huyu mjinga, fala, haelewi, haendi kileo. Leo hijabu paka nywele zionekane, paka utoe kishungi, hijabu za kubana zaonesha mwili, shepu na vifua. Vijana leo ukiaga wenzako maskani ama ubolini wenda kusali, watu wakuona kama wewe uko nyuma, wewe wajifanya sahaba sana, waambiwa hivyo. Na wewe salala, kwani sote si Waislamu? Situletee bwana tumalize boli tutaswali, tutakidhi. Kwanza nataka mfahamu hakuna kitu kinaitwa kadha ya swala. Kwenye fikihi kuna kadha ya saumu, hakuna kadha ya swala. Swala haikidhiwi, ni uswali kwa wakati wake, ama wewe ni athim, wantahat al-amr. Tunaishi kwenye zama anaishika dini yakejeliwa. Tunaishi kwenye zama dada ambaye kwamba atafuatilia dini yake, hana boyfriend, hasikizi mziki, anaonekaniwa ni mjinga sana na yuko nyuma. Mtu ambaye kwamba hajieki kwenye profile yake sura yake amejipamba, anaonekaniwa yuko nyuma sana, ni mshamba. Kijana ambaye kwamba ameshikamana na Mwenyezi Mungu, hana girlfriend, anaonekaniwa ni mjinga sana, anaonekaniwa yuko nyuma sana. Kijana ambaye kwamba haangalii filamu za maajabu, anaonekaniwa hajielewi, hajifahamu, anaishi kwenye zama za zamani. Ndio hiyo ambao kwamba ndo tuba lilghuraba. Watakaofaulu kwenye muda kama huu ni wale ambao kwamba watakubali kuonekana washamba, watakubali kuonekana wajinga na watu wengine, kwa sababu wao wameifuata dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na subra yao. Kwa sababu tusemeni kweli, saa zingine wewe ambaye kwamba umejizuia
wewe ni mweledi na mambo yale, lau wewe wayafanya yale mambo wezafanya tukabobea kuwashinda. Kama ni masala ya kutokuvaa hijabu, kuna watu wana mili mizuri kushinda wale ambao kwamba wanajionyesha, lakini subra yako utalipwa subra ya masahaba 50 mashahidi. Kwa hivyo mimi nawalingania, wallahi tusichoke kuwa waislamu wazuri, tusichoke kutenda amali njema, tusichoke wallahi kutanguliza matendo mazuri, kwani Allah subhanahu wa ta'ala analipa marudufu. Na wallahi halipi tu bali yolipa na athari utakayoiacha kama ni njema, anakulipa kwa athari yako nzuri. Sikize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia nini kwenye surati Yasin. Asema inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Aya 12 surati Yasin. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama kwa hakika sisi ndo tunawahuisha na ndo tunawafisha, ndo tunawafanya wakaa hai, na wale ambao walikufa na kufa kwa amri yetu, na amali zao tunaziandika, mambo ambayo kwamba wameyafanya. Naktubu makaddamu, tunaandika walioyatanguliza kwenye amali zao, si washaandikiwa wamekufa. Wa atharahum, na athari ya amali zao pia tuandika. Sasa wewe hapa duniani ulikuwa kufanya mambo mema, umekufa, yale mema yako bado sisi twayafuatilia, twafanya kama vile tulikuona ukifanya, ama kama vile ulifundisha, ama kama vile ulituathiri. Wewe uko kaburini, lakini yale mema na sisi tukiyatenda, na wewe una thawabu kama vile sisi tuna thawabu kwa wema tunaufanya, bila sisi kupunguziwa, na wewe una thawabu kama sisi, ilhali wewe uko kaburini. Sasa la kusikitisha hapa, ama katika kufahamu kinyume, ni kuwa lau watanguliza uovu, lau watanguliza ubaya, yaandikwa. Na madamu wewe ndo unatufundisha sisi kuvuta sigara, na madamu wewe ndo unatufundisha sisi kuangalia filamu mbovu mbovu chafu chafu, madamu wewe ndo unatufundisha sisi kucheza dansi, madamu wewe ndo unatufundisha kuiba, kudhulumu, kusema na urongo, ushakwenda mbele ya haki, sisi tukiendelea kutenda yale maovu ulitufundisha wewe, bado wewe sisi tupata dhambi, na wewe watapata dhambi kama sisi, bila sisi kupunguziwa. Dhambi zako zinakuwa ni endelevu, kama vile thawabu zako kwa mambo mema zinakuwa ni endelevu. Man sana sunatan hasana lahu jazaahu wa jazaa man amila bihi ila yawm al-qiyamah, na bil khilaf man sana sunatan sayyi'a lahu wizrahu wa wizra man amila bihi ila yawm al-qiyamah. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kubwa langu nikiwaambia ni kuwakumbusha aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye masiku kama haya. Wasari'u, kimbieni, ilaweni wapi? Ila maghfiratin min rabbikum, kwa kumwomba Mwenyezi Mungu maghfira. Kimbilieni kwa msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini tukimbia kwa msamaha wake? Kwa sababu kwa Mwenyezi Mungu, wa jannatu ardhuha as-samawati wal ardh, kwani kwa Mwenyezi Mungu ukikimkimbilia yeye kwenda kughufiria madhambi yako ili akusamehe, ana pepo ambayo kwamba amekuandalia. Pepo yenyewe ukubwa wake na upana wake ni saizi moja na mbingu na ardhi zikichanganywa. Zimeandaliwa nani? Uiddat, zimetayarishwa zikaandaliwa specially lilmuttaqin, kwa wale waja ambao kwamba watakuwa kuna takwa, watamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watafata yale ambayo kwamba Allah amewaeleza, na wataachana na yale ambayo kwamba Allah amewakataza. Kazi rahisi. Almuttaqi ni yule ambaye kwamba anaweka kizuizi baina yake na maasi ya Mwenyezi Mungu, na anafata yale ambayo kwamba ameamrisha Mwenyezi Mungu. Huyo ndo taqi. Sababu ya kufunga tutafuta takwa. Sababu ya kwenda hija ni kuzidisha takwa, na takwa haizidi illa bitaa. Takwa ndo inakuza iman, na al-imanu yazidu bittaqwa wa yankusu bilma'siyah. Imani inazidi kwa takwa na inapungua kwa ajili ya maasiya. Kwa hivyo na wahusieni, nyinyi bado ni vijana, wengi wenu hapa ni vijana, jizoesheni kutenda matendo mema, yawe ndo kawaida yako, iwe wewe ni routine wewe kutenda mema, imbaki wewe utienia. Kwa hivyo katika mambo ya haraka nikisema rais khutba yangu, kwanza jaddid niyatikum
zifanyeni tena upya nia zenu katika amali zenu zote mnazozifanya. Wallahi, kula ambao kwamba ni mubah kunaweza badilika kukawa ni thawabu liajli nia, innamal a'malu binniyat. Nala ili uqawi jismi liaqumu amama Allahi qawiyan wa nashita. Nala ili niutie mwili wangu nguvu, ili nisimame mbele ya Mola wangu mwenye utanashati na mwenye nguvu. Kwa kila tonge laka thawabu, kwa kila tonge una thawabu wewe. Paka kwenda zako haja, adhhaba liaqdi hajati liastariha min aladha liaquma amama Allahi tahiran wa mutia. Mimi nenda kukidhi haja ili niweze kupata utulivu kwa kuweza kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye swala bila ya dhiki na tashwishi. Kwenye kukidhi haja kwako kuna thawabu. Ania ndo kila kitu. Kwa hivyo kwamba jaddid nia, wewe uko klasini, wallahi si rahisi, si sahali kusoma, lakini tunasema ukiona kusoma ni kugumu, basi jaribu kutokusoma. Wanasema if you think education is expensive, try ignorance. Kusoma ni muhimu sana, lakini kuna dharubu yake na kuna dhiki yake. Usiliache lile dharubu la kusoma la kukaa klasini masaa 8 kuona sura tofauti za walimu, wengine wawapenda, wengine huna mahaba nao, wengine wapenda kuwasikiza, wengine wakizungumza wasikie usingizi. Hii dhiki yote unayoipata wewe iende sabahlala. Nawi tia nia, nasoma ili nije kufanya kozi ambayo kwamba nitasaidia alislamu walmuslimin, nitasaidia Uislamu na Waislamu. Wallahi fi kulli julus wa fi kulli mashya wa fi kulli ta'bin wa irq laka al-ajr. Ukitiania kama hii, kwa kuketi kwa muda mrefu, kwa kusimama sana kwenye labu, kwa dhiki na joto liko klasini, kwa kwenda na kurudi ukija kusoma, madamu nia yako ni kuwasaidia Uislamu na Waislamu, laka al-ajr, kwa kila tendo takalolitenda, lina dharubu ama halina dharubu pale ndani ya klasi. Kutoka kukaa kusimama ndani ya labu mpaka kufanya mitihani, wewe una thawabu. Kazi kwako, na tuko kwenye masiku ya kuchuma. Ndugu Muislamu mwenye hikma ni yule ambaye kwamba ameambiwa chuma kisha akachuma, si yule ambaye kwamba ameletwa fursa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama hii dhahabia kisha unaachana nayo. Bali wallahi ni wenye kibri peke yake ndo hawatarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye masiku kama haya. Ni alokuwa amejawa na maasi peke yake ndani ya moyo ndo ataacha masiku kama haya yapite kama siku za kawaida. Wallahi si siku za kawaida, ni siku ambayo kwamba Allah anapenda amali saleh kushinda jihad. Namna jihad ilivyokuwa ina umuhimu kwenye dini, Allah amali zetu, tena amali yoyote ile, iwe ni kufunga, iwe ni kuleta adhkari, iwe ni kusoma Qur'an, iwe ni kutoa sadaka, ni kutoa zaka, ni kunyanyuka usiku uswali, ni kuinuka uswali tu mchana, una ajiri kwenye faradhi, una ajiri kwenye sunna utakazozifanya. Twasubiri nini ndugu Waislamu? Tusokimbilia fursa na neema kama hii ambayo kwamba haikupawa wengine illa almuslimun, illa ummat Muhammad alayhi salatu wassalam. Ikhwatul afadhil, tumesema jaddid an-niyya, kisha jaddid ikhlasak. Ikhlas yako irudishe kwa Allah. Maana mara nyingi tukifanya amali njema saa zingine twasifiwa, bro tutakuona mashallah ufunga sana, tutakuona mashallah waswali sana, ikakuingia ghurur, ujbu nafs, ukajiona wewe ni mwema sana. Jaddid niyya, tumeza jaddid niyya, jaddid al-ikhlas. Itahirisha ikhlas yako, ifanye wewe wafanya amal lillahi peke yake. Hutaki riya, hutaki kuonekaniwa, hutaki hata kujulikaniwa. Hutaki riya, hutaki kuonekaniwa wala hata kujulikaniwa kwa wewe wafanya. Wewe wafanya lillah. Hii ni muhimu sana wallah. Na mimi nakwambia fanya hata kama ni kwa uchache, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala apenda amalu salih walau qalil, walakin adwam, itakayoketi, itakayofanywa kwa muda mwingi. Allah hapendi uinuke siku moja uswali rakaa 300. Allah apenda hata kama utaswali witri tu kila usiku, lakini iwe utaswali kila siku, kuliko inuke siku moja katika wiki upige rakaa 300. Apenda al-amalu al-mudawim walau aqal,
amali ambayo kwamba itaendelea kufanywa hata kama ni kidogo. Huyu ndio Mwenyezi Mungu wetu. Na wallahi angalia namna ambavyo kwamba yamueleza Rasul kuhusu sisi. Ametujua tutakuja kuishi kwenye siku za subra, na tunaishi ndani ya siku za subra. Ajua tutakuja kuishi kwenye zama za fitna. Nikimalizia na hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya maulama wanasema hii hadithi ina mashakil, lakini maana yake wallahi kwangu mimi ni sahihi na inatiwa nguvu na hii hadithi tuliyoitaja hapa kabla. Jibril alivyoumbwa alayhi salam, alimuuliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hal khalaqta ajmal minni ya Allah? Akamwambia la. Ewe Mwenyezi Mungu, Jibril ndo awwalul khalq, ndo kiumbe cha kwanza kuumbwa. Akamwambia hal khalaqta ajmal minni ya Allah? Akamwambia bado. Umeumba mtu mzuri kunishinda mimi. Akiumbwa Jibril ana mbawa 600. Jibril akisimama hii yaitwa universe milki iwe zote hazimuingii kwa size. Aambia la. Basi Jibril alipomwambia maneno kama yale, akawa ni mwenye kuanguka kuswali swala. Aliswali swala kwa miaka 1020. Aliswali swala, yasema ile swala ilichukua muda wa miaka 1020. Swala tu moja. Alipomaliza swala kama ile, akamuuliza Mola, hal abadaka abdan mithlu ibadati? Ewe Allah, ya Allah, hal abadaka abdan, je, amewahi kukuabudu mja kama vile mimi nilivyokuabudu? Mwenyezi Mungu akamwambia la, bado. Walakin sayati min ummati, kutakuja umma min ummati Muhammad, katika umma wa Muhammad atakuja fi akhir zaman sisi, ambao kwamba licha ya dhiki na fitna na masaibu ambao kwamba watakuwa wanayapata nje, bado watapata wakati wa kuingia misikitini kufanya ibada, bado wanawake na fitna zote watavaa hijabu, bado watasoma Qur'ani, bado watakuwa wanajilazimisha kuwa waja wazuri, licha ya kila kitu kimekwenda kinyume na wao. Yani adunia kulluha dhidduhum, yani dunia nzima iko against them, lakini wao bado wameshikamana na dini. Yani wana sababu labda za kuacha dini, lakini wameamua kang'ang'ana watashikamana nao. Na ndio sisi kwenye hii akhir zaman, intakhidha alfursa. Rabbana subhanahu wa ta'ala yusubiri, watungojea. Sikiza, Dhulhijja tarehe 1 ni lini? Chukua fursa na usikose kufunga yauma Arafa. Na mimi nasema tufungeni. Kwa wale ambao kwamba utafuata ya Makka, sawa, utafuata ya kama lau tutatofautiana, mimi nawaomba soteni, fungeni siku 2. Funga ile ambayo kwamba ni ya Makka na nyingine na ile nyingine. Kwa nini? Kwa sababu wallahi siku ya Arafa Allah yashuka. Tusiache Allah awe ameshuka na sisi hatumuombi. Na wakumbusheni, leo ni katika masiku matukufu. Asri ya leo Allah anatakabali dua. Kuna saa maulama wamekubaliana ni baada al-asr, haifiki magharibi ila Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe mja madhambi yake yote. Huu muda usipite, sisi tuko kwenye ghafla. Huu muda usipite, sisi tuko kwenye mambo mengine ambayo kwamba ni ya kipuzi, ambayo kwamba hayatatuongezea fi dunia wala fil akhirah. Wala tuweni ni wacha Mungu, tuweni waja wema, tushikamaneni na dini yetu, kwani wallahi hakuna cheo ambacho kwamba utakwenda nacho chini, hakuna cheti ambacho kwamba utakwenda nacho chini, hakuna nguo utakwenda nazo chini. Yani wewe haya yote ambayo kwamba ni ya dunia uliokuwa nayo, iwe ni cheo, iwe ni certificate, iwe ni mali, iwe ni chochote, yote yatabaki duniani. Wewe utakwenda kaburini na sanda na kutun na pamba peke yake. Na kitu gani kitakwenda na wewe? Watakwenda na wewe watu aina 3: jamaa zako, ahluka, mali yako, maluka, wa amaluk, na amali yako. Yarji lithnani, watarudi nyumbani mwanao kipenzi, jamaa zako, nduguzo vipenzi, na watarudi mali yako. Lile gari zuri hautazikwa nalo, gari litarudi nyumbani, litarithiwa na wanao. Kanzu nzuri na vilemba na majoho hutayavaa, utavishwa sanda. Kaburini utaingia na nini? Utaingizwa na amaluk peke yake, amali zako. Na kaburi dhulumat ni giza. Wala tuniru alqubura, na makaburi hayawashwi nuru, hayawi na nuru, hayawashwi taa illa bil amali salihah, illa katika amali njema. Na tuko kwenye muda na fursa. Kwanza tuko kwenye ashhurul hurum, tuko Dhulqa'da.
Dhulqaida ni katika ashhurul hurum, miezi ambayo kwamba kutenda madhambi ni haramu na dhambi kubwa, na kutenda wema tayari kuongezewa. Kisha tuingia Dhulhijja ambapo pia ni katika ashhurul hurum, ambao ndani yake kuna hizi siku 10 ambazo kwamba Allah amesema thawabu zake ni zaidi ya jihadi kwa amali yoyote utakayoifanya. Tutasubiri nini ndugu? Siku za kawaida ukifanya jema, Mwenyezi Mungu akuliba 10 bi amthaliha, kwa amali moja wafata thawabu 10 ila 700 dhaf, na muongezea mtu mpaka 700, lakini ya kawaida ni 10. Hizi siku hizi una thawabu za zaidi ya jihadi kwa amali yoyote utakayoifanya. Ikhwa, kwa nini tusichukue fursa? Nyinyi mwajua kuna mtu atakuja يوم القيامه, kuna mtu atakuja يوم القيامه. Wewe ukitenda dhambi, na siwaambii hivi uchukule kumbe mzee kutenda dhambi haina tashida. Kila dhambi utakayofanya wapata dhambi moja, kila dhambi utakayofanya dhambi ni moja, kila jema utakalolifanya thawabu ni 10. Kuna watu watakuja kusimama mbele ya Allah يوم القيامه hawana hata 11, yani wao na madhambi matupu. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم.